رمضان. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله. Tumshukuru Mola Subhanahu wa Ta'ala kutuwafikia kuendelea na ibada zetu katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, tukitarajia kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala vipoa vake Mola Subhanahu wa Ta'ala na thawabu na khairi na neema na fadhila kutoka kwake Mola Subhanahu wa Ta'ala katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Na leo tuko katika siku ya 16 ya mwezi mtukufu huu wa Ramadhani. Tukumbuke kwamba tayari tushamaliza nusu ya mwezi mtukufu huu wa Ramadhani. Tulizobakia ama nusu iliyobaki, tujitahidi kwa kufanya mazuri, kwa kufanya khairi, kwa kukimbia maasi, kwa kukimbia ya haramu, tukimbilie mambo ya khairi, tuweze kufaulu katika maisha yetu ya duniani na kesho akhera. Na siku za pita tuliuanza mwezi kama huu, tukaingia katika tarehe ya kwanza, lakini tuangalie kufunga na kufungua tuko katika siku ya 16. Kwa hiyo tuwe na hadhari kupatiliza siku ambazo kwamba zimebakia, tusikose mazuri yake, tusikose khairi zake, tukimbilie kufanya ibada, na insha Allah Mola Subhanahu wa Ta'ala atatuwafikia kwa hilo. Kitu kikubwa katika kufanya ibada ni kutaka na kupenda. Kitu ikiwa wakitaka utakifanya, na kitu ikiwa wakipenda utakikimbilia. Lakini mtihani huja pale ikiwa hatutaki kufanya na hatupendi kufanya. Lakini ikiwa wataka kufanya khairat, nia yako iko haswa ya kufanya kwamba wataka, kisha pia ikashindikizwa na mahaba kwamba wapenda kule kufanya ibada na khairati na kufunga, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na yeye hukuafikia ukaweza kufanya. Lakini kwanza ni mpaka akuone wewe, je kweli wataka ndio akupatie. Lakini ikiwa wewe hutaki, usitarajie kwamba utapatiwa. Ni utake wewe ndio Mwenyezi Mungu akupatie. Huu ndio mfumo ambao kwamba Mola Subhanahu wa Ta'ala ametuwekea katika haya maisha yetu. Kwa hiyo tupatilize mwezi wa Ramadhani, usitoke ikiwa sisi hatukupata mazuri, hatukupata daraja, hatukupata thawabu za Mola na neema. Sheikh leo aendelea katika kipindi chetu hiki kitukufu kusoma maneno haya mazuri, mashairi mazuri ya tabaraka. Atuambia Sheikh leo, baada kutuelezea kwamba wale ambao kwamba ni wenye kughafilika, wenye utepetevu, wenye uvivu, ambao hawana bidii katika kufanya mambo ya khairi, ni kama mfano wa wanyama ambao kwamba wamefungwa, wataka kulishwa tu, kuangaliwa, hawataki kuharakika, kutefuta. Leo atuambia Sheikh, kafa bil mar'i aran an tarahu min ash-sha'ni ar-rafi'i ila inhitati. Atuambia yatosha kwa mwanadamu, kwa mtu kuwa ni aibu kubwa. Aibu ya kitu gani? Antarahu minashani rafi'i, yani umuone huyu mwanadamu uko katika jambo kubwa, uko katika utukufu, uko katika neema kubwa ambayo kwamba amepatiwa na Mwenyezi Mungu, uko katika cheo, uko katika daraja mzuri, minashani rafi'i ila inhitati, lakini umuone yeye atoka juu aenda chini. Baada ya kuwa daraja yake ilikuwa juu, lakini kila leo maskini ikiingia ateremka chini, kila siku ateremka chini, ilhali yeye uko juu. Na kawaida ya mwanadamu Mwenyezi Mungu amemweka juu.
Mwenyezi Mungu ametuambia katika Qur'ani, walaqad karramna bani Adam, hakika tumemkirimu huyu mwanadamu. Kwa hivyo mwanadamu ni mtu ambaye kwamba amekirimiwa, yani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemtukuza, amemnyanyua cheo chake. Lakini ndio Sheikh atuambia ni aibu kubwa ukimwona mwanadamu huyu ambao kwamba daraja yake imenyanyuliwa, lakini yeye aenda akiteremka chini. Ateremka chini kwa sababu gani? Ya kumuasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ya kudhulumu wenzake, ya kuingia katika maasi tofauti, kuingia katika haramu na kuingiza katika maangamivu tofauti. Ajabu, Sheikh atuambia ni aibu hasa kwa mwanadamu ambaye kwamba uko juu hadhi yake, lakini akawa yeye kila siku ataiteremsha ile hadhi yake mpaka awe duni mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, awe hana daraja yoyote. Ni aibu, Sheikh atuambia, kuzingiza nafsi zetu katika maasi. Sasa sote yafaa tukimbilie kufanya mazuri, kuzinyanyua zaidi daraja zetu. Mwenyezi Mungu ametutukuza, ametupatia daraja, basi tufanye bidii sisi kila siku daraja zetu zipande zaidi na zaidi na zaidi, lakini ni aibu daraja zetu kuzishusha. Kisha atuambia Shekhe mwenye tabaraka, ni aibu kumuona mtu ala almadhmumi min fi'lin harisan, yani kumuona mtu katika mambo ambayo kwamba ni yenye kutukanika, mambo machafu, mambo mabaya, yeye anapupa kuyafanya. Lakini mambo mazuri yenye kumnufaisha yeye duniani na kesho akhira, uko mbali nayo mambo kama yale mazuri ya khairati ya ibada na taa. Atuambia ni aibu Shekhe kumuona katika mambo ambayo kwamba ni yenye kumghadhibisha Mwenyezi Mungu na kumfurahisha shetani, yeye harisan, tena anapupa mno, akimbilia yale maasi, ayafanya maasi kwa namna ambayo kwamba ni ajabu sana. Anabidii katika mambo mabaya, lakini mambo atuambia Shekhe, anil khairati munqati'an nashati, maskini katika mambo ya khairi hana nishati, yani hana hima, hana bidii, amevunjika moyo, hana moyo katika kufanya mambo ya khairi, mambo mazuri. Mambo mabaya yuko mbele, kila sehemu yeye ndo wa kwanza, yuko mbele, lakini katika mambo ya khairi yuko nyuma, na yeye ni wa mwisho siku zote. Tuambia Shekhe, ni aibu kubwa kwa mwanadamu akajipamba na sifa kama hizi, na ni hatari. Ala almadhmumi min fi'lin kharisan anil khairati munqati'an nashati, mwanadamu ni aibu kwake yeye akawa atakimbilia mambo mabaya na anapupa katika kufanya mabaya, lakini mambo ya khairati hana nishati ndani yake. Atuambia Shekhe, yushiru bikaffihi amran wa nahyan, mwanadamu kama huyu yeye siku zote yushiru, yamtosha yeye kule kushiria tu, kuamrisha kwa mkono wake, yani hili fanyeni, hili musifanye. Ajiona yeye ndo ashafika pale, ikiwa ni mfalme, ikiwa ni raisi, ikiwa ni kiongozi, ikiwa ni mzazi, atosheka na kwa yeye madamu ni baba, basi kule kuamrisha fanyeni hili, kuwatuma watu, kuwapeleka na kuwarudisha, ona basi ashakuwa bwana mkubwa, ashafaulu katika maisha yake. La, Sheikh atuambia ni aibu mtu kuwa na sifa kama hiyo. Yushiru bikaffihi amran wa nahyan ila alkhuddami min sadri albisati, yeye ametosheka na kule kuamrisha, kutuma watu, ilhali amekaa kwenye kochi la fahari ama sehemu ya fahari, aona basi mimi hapa ndio nishafika, hakuna bwana mkubwa kama mimi, hakuna mtu bora kama mimi. Sheikh atuambia ni aibu mtu akapambika
na sifa kama hizi mbaya ambazo kwamba hazina maana wala hazina faida. Kuwa na kibri na kujiona ni sifa ambayo kwamba si mzuri kwetu sisi wanadamu. Lazima tusijione, tufanye mambo ambayo kwamba ni yenye kuridhisha katika mujtama wetu, kuwaridhisha watu na kumridhisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kabla ya watu. Shekhe atuambia akiendelea na maneno yake mazuri, yara anna al-ma'azifa wal malahi yumakkinuhu al-jawaz ala sirati. Shekhe atuambia huyu mwanadamu mwenye sifa kama hii, kujisahau na kutojijua yeye ni mtu gani, akatosheka na zile starehe za kidunia, atuambia shekhe huyu mwanadamu yara anna al-ma'azifa, aona kwamba yale magoma, yani zile starehe zake zozote zitakazokuwa za mtosha yeye, aona zile starehe ngoma zile na mambo mengine ya kufurahika ya kupumbaa, mambo tofauti anayoyafanya, aona kwamba yamtosha yeye, yumakinuhu aljawaz, yamakinisha yeye kwamba khalas atapita yeye katika sirat, katika ndia nyembamba Mola Subhanahu wa Ta'ala ameiweka kabla kuingia katika pepo. Mtu atapita katika njia kama hiyo na chini yake ni moto wa Jahannam, njia ambayo kwamba ni nyembamba kuliko nyele zetu hizo ambazo kwamba tuziona, na ni njia ina makali kuliko upanga, kuliko kijembe. Lakini katika sirat wale wema watakuwa wapita tu kama kufunga macho na kufungua, watakuwa washapita shaingia katika pepo waja wema. Na kuna wengine wataingia kwa kutembea kwa mfano wa mwendo wa farasi, wengine wataipita ile njia kama mtu mwenye kukimbia, na wengine watapita kwa kutambaa, wengine watapita kwa matumbo, watakuwa wavuka kwa matumbo yao, kila mtu kwa daraja yake. Lakini wale wema wenye kufuata amri za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mtume wake watapita hata hawatotambua lolote. Sasa tuambia shekhe, mwenye kufanya starehe zake duniani ajiona kwamba yale magoma yake, zile starehe zake khalas za mtosha yeye kumpitisha katika njia hiyo aliyoiweka Mwenyezi Mungu. Yani hana haja ya kufanya ibada, hana haja ya kufanya taa, hana haja ya kufanya mazuri. Yeye atosheka na yale anayoyafanya, aona basi ndio yatamvukisha yeye, yatampatisha yeye salama mbele ya Mola Subhanahu wa Ta'ala. La, ni lazima tufanye ibada, ndizo zitakazo kutuokoa sisi na hasira za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Siku ya Kiyama wale wabaya watamhutubia Mola Subhanahu wa Ta'ala kwa kumwambia kwamba lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira, kwa nini umenifufua ni kipofu, yani sioni na hali nilikuwa naona duniani. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atamjibu, atamwambia kwamba kadhalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadhalika leo tunsa, wewe ulikujilia utajo wetu, utajo wangu, zilikuilia aya zangu lakini ukazikanusha, ukuzifuata, ukazisahau, ukaziweka nyuma aya zangu, yani maamrisho yangu, na wewe leo tukusahau. Na kusahauliwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni jambo kubwa, sio kukusahau mwanadamu mwenzako. Akikusahau ile hasara yake pengine ni ndogo, lakini Mwenyezi Mungu akakuweka kando na fadhila na rehema zake, utakuwa katika hasara kubwa. Mwisho tumalizia maneno yake shekhe kwa kutuambia laqad khaba ash-shaqiyu wa dhalla ajzan wa zala alqalbu minhu ani niyati. Shekhe atuambia hakika wamehasirika mashaqi. Shaqi ni mtu gani? Shaqi ni mtu ambaye kwamba yuko mbali na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Shaqi ni yule ambaye kwamba
moyo wake umesusua, yani moyo wake khalas hausikii mazuri wala hauoni mazuri wala hautaki mazuri, hataki kujua yeye katika ibada na mambo ya kheri na mazuri. Huyu ndio shaqi ambaye kwamba khalas moyo wake umekuwa mweusi, hana tone la imani. Sasa Sheikh atuambia hakika amehasirika mtu kama huyu na amepoteza mwelekeo, ameshaemewa na madhambi, wadhalla ajzan, ameemewa na madhambi ambayo kwamba ameibebesha yeye mwenyewe. Kisha tuambia Sheikh, wazala alqalbu minhu ani niyati, na ilhali mshipa wa roho tayari Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameuondoa, yani amemuondosha ulimwenguni, yani kifo kimemfika yeye, ameingia katika hasara na khalas ameondoka duniani, hawezi tena kufanya mazuri ili apate mazuri kesho akhira. Huyu ni mtu ambaye kwamba amehasirika. Kuhasirika, kuwa na hasara, sio kwa kukosa mali ama kukosa kitu chochote, la. Hasara kubwa ni uende mbele ya Mola Subhanahu wa Ta'ala uwe huna thawabu yoyote. Na kuna wengine watakwenda wana thawabu kamthali jibali, kama mfano wa majabali, lakini baada ya kwenda na thawabu kama zile, huko nyuma walikuwa na dhulma wamezifanya na maasi haya na haya, wamedhulumu watu tofauti, itundwe zile hasanati zake walipwe wale, mpaka awe hana tena thawabu yoyote ambayo kwamba imebakia. Nini? Amekwenda na mazuri sana, lakini amemdhulumu yule, amechukua mali ya yule, zitukuliwe zile thawabu zake na daraja zake, wapatiwe wale ambao kwamba amewadhulumu. Ni kheri uwe madhulumu, tuambiwa afadhali uwe ni mtu ambaye kwamba umedhulumiwa, lakini usiwe ni dhalim, usiwe ni mwenye kudhulumu. Dhulumiwa lakini usidhulumu. Hizi ndizo nasiha za leo ametuelezea mwenye tabaraka, na tutaraji inshallah tutazibeba nasiha kama hizi, tuzitekeleze katika maisha yetu kwa baraka ya mwezi mtukufu huu wa Ramadhani. Tumuomba Mola Subhanahu wa Ta'ala tukidhie haja zetu, au arhamu wazee wetu waliotangulia, na sisi siku ikifika Mola Subhanahu wa Ta'ala tuhakikishie kilima cha la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, tupate jannatul firdaus pamoja na bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. رمضان 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 كريم